Wanawake unapowaambia kwamba mwanaume uliye naye alishatembea na wanawake wengi kidogo kabla yako wewe, kuna vitu ambavyo mwanaume analinganisha kwako havioni. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba mwanaume uliye naye anatamani vitu vingi sana. Wanawake imekuwa rahisi sana kusema kwamba wanaume wanatamaa, mwanamume hawezi akatulia na mwanamke mmoja. Hebu jiulize, ni kweli unafanya bidii ya kutosha? Hebu mwangalie huyu dada, hebu fikiria kama kuna mwanaume yuko katikati pale, wako kitandani, mwanaume anamchezea kiasi hichi, anamtengenezea kiuno namna hii, inakuwaje? Mwanaume anapopata msuguano mkubwa kwenye uume wake ndio anapata raha zaidi. Katika video ambazo nawatumia watu, kuna njia ya jinsi ya kufinya uume kwa kutumia uke, inaitwa pumpaya. Staili hii inaweza kumtengenezea mwanaume msuguano mkubwa sana iwapo mwanamke atajua jinsi ya kumbana mwanaume uume wake unapokuwa unatoka na unapokuwa unaingia. Kuna ufundi wake. Kwa hiyo kuna video maalum ambayo inakufundisha kitu kama hicho. Sasa asilimia kubwa ya wanawake viuno vyao vimeota kutu, na kama vimeota kutu of course utaonekana unaboa, lakini hutaambiwa. Na kama hutaambiwa of course ndio hapo sasa tusema mwanaume hawezi akatulia na mwanamke mmoja, sijui nyama ni ile ile, utahangaika na bucha, nyama ni ile ile. Sio kweli. Kuna vitu ambavyo vinamtekenya mwenzio kwenye akili yake kiasi ambacho anakukumbuka wewe mara kwa mara. Kama ninavyozungumza ni kwamba katika mwili wa mwanaume kuna maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake. Kuna jambo la msingi ufahamu vitu gani vinapaswa kufanyike, kwa sababu katika mtihani wa maswali 14 wewe ukajibu swali moja, utapata shida sana kufaulu mtihani. Haiwezekani kufaulu. Kwa hiyo unapokuwa na vitu vingi vya kumfanyia mwanaume, unamchanganya akili yake, unaikoroga akili yake. Kwa hiyo jitahidi kuwa na vitu vingi ambavyo mwanamume mwenyewe akikumbuka anafikiria, anasema pale nikienda lazima nitapata na kitu kitamu. Sasa wewe mwanaume unafanya naye mapenzi, hatoi hata miguno, hatoi hata makelele, haonyeshi ishara yote ya kwamba amefurahia tendo la ndoa kwa kiwango kikubwa, lakini wewe unaona ni sawa tu. Napenda nikwambie hivi, itakuponza.